Kufuatia kesi inayomkabili mfanyabiashara Jennifer Jovin mwenye umri wa miaka 26 maarufu Nifa na wenzake 21 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa kesi ya uhaini. Nifa na wenzake hao wamefikishwa mahakamani hapo leo mchana Ijumaa Novemba 7 mwaka huu 2025 na kusomewa mashtaka matatu ambayo ni kula njama ya kutenda kosa la kuharibu miundombinu na mawili ya uhaini. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka yao na wakili wa serikali mwandamizi Clement Kato mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Liamula. Kwa sasa upande wa mashtaka wanaendelea kuwasomea mashtaka yao. Jennifer ambaye anajulikana kwa ufanisi wake wa ufanyaji biashara na shughuli mbalimbali katika mitandao ya kijamii alikamatwa Oktoba 27 mwaka huu 2025 katika eneo la Sinza Kumekucha jijini Dar es Salaam na kupelekwa vyombo vya usalama kwa mahojiano. Taarifa kutoka jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam zilieleza kuwa Jennifer alikamatwa baada ya kuhusishwa na machapisho na kauli za uchochezi, vurugu na ghasia katika kipindi cha uchaguzi kilichofanyika Oktoba 29. Mtazamaji, neno uhaini limetokana na neno la Kiarabu linalosomeka kama khiana, yani usaliti. Ni kosa la kusaliti nchi yako, kwa kawaida kwa kujaribu kupindua serikali, kuendesha vita dhidi ya taifa au kusaidia maadui wake kwa njia yoyote ile. Kosa hilo huchukuliwa kuwa mojawapo ya makosa makubwa zaidi chini ya sheria za taifa na mara nyingi hupewa adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kifungo cha maisha au hata kifo. Na hayo ndiyo ambayo yanajiri katika kesi inayomkabili Jennifer Jovin, mfanyabiashara maarufu katika mitandao ya kijamii. Nikusihi tu mtazamaji, uendelee kuwa karibu na Uhondo TV ili kuendelea kupata habari za kina zaidi juu ya tukio hili. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kuendelea kupata habari zetu.